Shalom, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Koisi Molel. Tuko katika eneo hili la makambi au kambi la vijana Igomba Vanu, kilomita kama 32 kutoka katika mji wa Mafinga, na hapa ni campfire, moto wa kambi nadhani ndio lugha inaweza kaeleweka vizuri. Moto ambao unatumika usiku, watu wanakaa na kupiga story. Huko kwetu zamani ndio watu walikuwa wanafanya hivi, na mzee akija anakaa na vijana wake, ndipo wanapoanza kuongea mambo mengi juu ya maisha na namna ya kupanga miji yao. Kanisa la Waadventista Sabato hupita katika nyanja hizo pia, kwa sababu tunaamini kwamba njia za asili za masimulizi ni sehemu mojawapo ya kuridhisha watu, tamaduni iliyo bora. Na nikukaribishe sana wewe ambaye uko hapa, na leo tunakula chakula cha jioni, matunda. Sijafahamu kwa majina ya huku, lakini ni matunda mazuri yanayopatikana katika pori hili zuri la Igomba Vanu. Tafadhali karibuni wachungaji kwa utambulisho. Naitwa Bahati Ngusa, ni miongoni mwa wanakambi katika kambi hili la vijana Igomba Vanu, na nimefurahi kuwa hapa. Majina naitwa Dickson Chibuga. Pia ni mmoja wa watu ambao wamepata fursa azimu ya kushiriki katika kambi hili la Igomba Vanu. Msingi ninakiri wazi ya kwamba limekuwa kambi ambalo limenipatia uelewa na kujifunza mambo mapya. Kwa hiyo nimefurahi kuwa sehemu ya kambi hili katika mwaka huu, kambi la vijana Igomba Vanu. Naitwa Pastor Justin Urio. Nami ninamshukuru Mungu kuwepo katika kambi hili. Kwa kweli ni kambi la pekee, eneo ni zuri, na tunamtukuza Mungu kuruhusu kwamba tuwe katika kambi hili la Igomba Vanu katika mwaka huu wa 2026. Jina lake litukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Godwin Malata, mchungaji wa mtaa wa Pwaga katika jimbo la Kati mwa Tanzania. Nami pia kwa namna pekee nimefurahi kupata fursa ya kuhudhuria kambi la vijana hapa Igomba Vanu, lakini pia nimefurahi kupata matunda haya ya asili ambayo kwa lugha mama ya Kihehe yanaitwa misambalawe. Kwa hivyo ninafurahi na ninamtukuza Mungu, na kambi hili linatufundisha mambo mengi sana. Mungu awabariki. Mpendo wa Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa namna ya pekee kuwepo hapa kwenye kambi la vijana Igomba Vanu. Kambi ambalo kwa kweli limekuwa ni zuri sana. Binafsi nimefurahi na nimefarijika sana kuwepo mahali hapa. Ni sehemu ambayo inatutenga na misongo mbalimbali, ikiwemo misongo ya kiteknolojia. Unajihisi kutulia katika nafsi na kufarijika, lakini zaidi unakutana na vitu vya asili. Hapa tulipo, kwanza tunaota moto, tunakumbuka maisha ya wali ambayo walipitia wazee wetu, lakini pia tumepata matunda. Matunda yamechumwa kutoka kwenye miti tu ya asili iliyojiotea mahali hapa. Naamini ukiwepo mjini unaweza ukayapata matunda haya kwa gharama kubwa sana, na binafsi nimetamani kwamba haya maisha ni kama yangeendelea. Ni kukaribishe wewe ambaye unashuhudia jambo hili mahali popote ulipo, unaweza ukaungana nasi kwa wakati mwingine. Na hivi ndivyo ambavyo kanisa la Adventista wa Sabato huwa linafanya mara kwa mara. Asante sana. Naitwa mchungaji Jeremia Adonias, natoka mtaa wa Kizota. Binafsi nimefurahishwa na kuvutiwa kwa uwepo wangu katika kambi hili. Kwa kweli limekuwa ni kambi la kipekee ambalo Bwana amejitwalia utukufu. Binafsi nimekuja na watoto 42 ambao wameongozana nami na tuko nao katika kambi hili. Kwa jumla uwepo katika mazingira haya yanavutia kwa ajili ya kujifunza. Kila aliyefika hapa bila shaka ni shahidi ya kwamba Bwana anazo sehemu ambazo anatutaka twende tukae na kujifunza uumbaji wake ambao ameufanya. Basi wito wangu ambao naweza nikautoa kutokana na hili
Ninawatia moyo wazazi ya kwamba inapotokea fursa kama hizi, kanisa linatoa utaratibu wa kuondoka kwa ajili ya kujifunza pamoja na vijana pamoja na watoto. Tusiwaachie watoto tu kuja, bali hata watu wazima tuje, maana mafundisho yanayotolewa hapa hayawahusu watoto peke yao, yanawahusu hata watu wazima. Na hata ukifika hapa we mwenyewe utajionea na kujua ya kwamba kwa kweli Mungu huliandaa kanisa kupitia watoto, lakini sisi kama wazazi tuna wajibu wa kufanya kwa watoto ambao Bwana ametupatia. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa lake na mpango wake wa kutukusanya pamoja. Ziko faida nyingi ambazo binafsi nimezipata, lakini natambua hata na vijana katika kanda ya Kibaigwa tumekwisha kuipata. Mpango wa kutuleta pamoja, mpango wa kutukumbusha mambo ya kiroho, lakini zaidi sana kutukumbusha ujuzi mbalimbali, namna ya kuishi katika maeneo mbali na nyumbani. Hayo yote yameweza kutukumbusha ya kwamba sisi kama jamii ya wanadamu tunapaswa kuishi kwa namna gani. Lakini kwa wale ambao wanaendelea kufuatia maandiko matakatifu, wanajua kipi ambacho kinafuata na kinaujia ulimwengu. Hivyo nawatia moyo wazazi, msipuuze haya makambi. Ruhusu mtoto wako wakati fulani ambatana pamoja naye, ili uweze kuja kujua kipi ambacho anafundishwa kwa ajili ya maisha ya sasa, zaidi sana akiandaliwa kwa ajili ya umilele. Natoa wito kwa makanisa mtaa wa Kibaigwa na kanda ya Kibaigwa, makambi yanapokuwa yanatangazwa, wala usiwe na maswali mawili matatu. Mahali hapa ndipo palipo na kituo kamili cha kuwajenga kiroho, kituo cha kuweza kuwakumbusha nidhamu na maadili ya Kikristo katikati ya ulimwengu uliochafuka. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Pastor Zekaria Msalilwa. Ninachunga mtaa wa Malangali ulioko kanda ya Mafinga, wilaya ya Mufindi. Binafsi nimefurahishwa sana kuwepo katika kambi hili, na moja ya kitu ambacho kimenifanya kufurahia sana mpango wa kanisa letu kwa ajili ya mafunzo kwa vijana. Mafunzo haya yataleta mchango mkubwa sana kwa ukuaji wa kiroho, lakini pia hata ujuzi mbalimbali kwa vijana wetu ndani ya kanisa. Na mafunzo haya yatawapelekea vijana kulipenda kanisa, lakini pia mafunzo haya yatawafanya vijana kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato kupitia ujuzi ambao wanaopata kutokea katika makambi haya. Wito wangu kwa wazazi na washiriki, kuwatia moyo vijana wao makanisani, lakini pia kuwatia moyo wanafamilia wao katika miji yao kupata hamasa kushiriki katika mikutano kama hii ambayo imekuwa baraka sana kwa vijana wetu walio ndani ya kanisa na hata walio nje ya kanisa. Aidha, niendelee kuwatia moyo hata wale wasio Waadventista wa Sabato kushiriki wanapoalikwa katika mikutano hii. Bwana awabariki. Niendelee kuwakaribisha tena na tena katika makambi haya ya idara ya vijana. Zaidi sana kwa viongozi wetu, niwatie moyo, eneo walilochagua ni eneo sahihi kwa mafunzo haya. Asante sana. Mtazamaji wa video hii, hatuna la ziada kwa usiku huu. Jina langu ni Mchungaji Kois.